Mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Of course huu ni mwezi wa 12 mwaka 2025 ambapo tunaelekea mwaka 2026. Sasa wakati kipindi hiki tunaenda kumaliza mwaka, nikasema nipite mtaani nijaribu kuuliza baadhi ya wadau kuhusu tasnia ya burudani kwa ujumla wake, kati ya movie pamoja na muziki, ni vitu gani ambavyo vimewabamba zaidi kwenye sekta hizo. Tutafanya safari shaksi, bianze kama nipo Harrison Mwantesa. Come with me. Ciao. Poa niaje? Kama kawaida. Kuelekea mwisho wa mwaka huu 2025 naingia mwaka 2026 mwakani, kwenye sekta nzima ya burudani ni kitu gani ambacho unakipendelea zaidi kwenye muziki, movie na chochote kile kuonyesha burudani? Kwenye muziki ni muziki kidogo, movie sio sana kwa sababu muda wa kukaa kuangalia movie sina. Sawa. Ni ngoma gani ama ni msanii gani ambaye amekukosha kupitia ngoma yake ambayo ameimba, ambayo unahisi hii ngoma imefunga mwaka 2025? Ngoma nyingi. Akiwemo Harmonize ameachia ngoma pale kwamba furaha yangu ni wewe. Ndio ngoma ambayo ilikuwa imekukosha. Lakini by the way hiyo ngoma ya Harmonize furaha yangu ni wewe, of course I think utakuwa umeona video yake, si ndivyo? Sijakaa, niwaga kuangalia mara chache, ila mara chache kusikiliza sana. Kama uliangalia kwa mara chache hiyo ngoma ya Harmonize, unaweza ukaniambia kwa uchache ambao uangalia kwenye hiyo video? Yani sijaangalia mara nyingi, huwa siangaliagi, huwa nasikiliza. Unasikiliza muziki? Siangaliagi mara nyingi. Sina muda wa kukaa kuangalia. Ila kwa sababu muziki naweza nikakaa kwenye daradara nikasikiliza. Umeona, nikapita sehemu kasikia watu wanapiga muziki nikasikiliza, naona hii nyimbo nzuri, umeona bana. Hivyo yani, afu mimi huwa napenda sana kusikiliza muziki kuliko kuangalia. Ni kwa kumalizia, labda uniambie tangu tulivyoanza mwezi wa kwanza Januari mwaka huu 2025 mpaka sasa hivi tumeingia mwezi wa Disemba, unaweza ukaniambia ni msanii gani ambaye amekuvutia hasa kwenye tasnia ya muziki? Msanii ambaye kafanya vizuri mwaka huu? Wasanii wamenani wengi kidogo, lakini labda ni muongele Barnaba na ile ngoma ambayo amemshirikisha Diamond Platinum. Salama. Nipo salama. Kwa nini Barnaba? Amefanya muziki mzuri, nyimbo nzuri, amejitahidi. Kwa katika ngoma zote za Barnaba tunaweza tukasema ile ngoma ya Barnaba ya Niko Salama ambayo kaimba na Chibu, tunaweza tukasema ndio ngoma ambayo tunaweza tukafunga nayo mwaka. Kwa mimi lakini simaanishi kila mtu. Yani kwa mimi ile ngoma ni nzuri, nipo salama. Of course nipo salama. Cha kumalizia kwa Barnaba, aendelee kufanya kazi. Na sio Barnaba tu, wasanii wote ambao wapo katika industry ya muziki waendelee kufanya kazi, wafanye kazi. Kama wanavyosisitiza watu kufanya kazi, wafanye kazi. Sababu kazi yao ni muziki na watu wanahitaji burudani ya muziki, wafanye muziki mzuri. Tutasikiliza, tutawasapoti. Inakuaje? Kama kaa kwenye mwezi fresh. Wanakuita nani? Haji. Wewe ni mkazi wa Tabata hapa? Kimanga hapa fresh. Una miaka mingapi hapa? 20. Sawa. Sasa bwana Haji, nataka nifahamu kitu kimoja kwenye sekta ya burudani, tasnia ya burudani kibongo ama kiujumla wake. Unapendelea vitu gani hasa, kama ni movie, muziki ama nini? Of course mimi napenda muziki, movie fresh tu. Na kadhalika vitu vingine, mpira nini? Kibongo unashabikia timu gani hapa? Simba. Kwa nini Simba? Kwa sababu ni timu ambayo niseme yani toka nipo mdogo nimeanza kuipenda, sababu ilikuwa inafanya vitu vikubwa sana. Kama hivyo na vitu vinginevyo ambavyo siwezi kuvielezea, sababu ni vitu ambavyo vishafanyika kitambo huko. Hata kumbukumbu za kwa haujaje kujutia kushabikia timu ya Simba? Hapana. Na kilichotokea jana pia kwenye mpira ni kawaida, vitu kama hivyo ni kawaida. Amefungwa Madrid jana sisi. Kawaida. Sawa. Sasa hebu naomba niambie kwenye issue ya muziki, kama muziki tangu mwaka umeanza Januari, si ndio, mwaka huu mpaka sasa hivi tuko Disemba 2025 naenda kumaliza mwaka, ni ngoma gani ambayo unahisi imefanya vizuri sana kwa nafasi yako? Kwa Masava
Sava. Diamond Platinum. kwa nini? Sababu ni ngoma ambao hata ukiangalia hata wenzetu wa mbele wenyewe wamepigia saruti, wameielewa. Lakini neno kwa Sava wewe mwenyewe unajua maana yake ni nini? Kumasava ni ngoma ambayo inahusu salamu za lugha za kigeni za wenzetu hivi. Hebu wewe kabila gani? Nani mimi? Mimi ni Mluguru. Mluguru. Kwa Sava maana yake ni habari. Sasa hebu tuambie Kiluguru kwa Sava ni nini? Kwa of course mimi ni Mluguru lakini sijakulia kijijini. Basi tugee mistari kama mitatu hivi ya kwa Sava. Hebu imba kidogo. Of course kwenye kuimba mimi sio mtaalamu sana. Mpenzi wa muziki shekhe. Napenda tu kusikiliza lakini sina sauti ya kuimba. Unajua tena vitu vingi viendaga na melody. So nikasema eti niimbe sio kweli. Unahisi ni kwa Sava ndo ngoma itakuwa ni ngoma ambayo imefunga mwaka huu 25? Wewe umeuliza ngoma ambayo imefanya vizuri kwa Sava. Zingine zipo lakini kwa Sava namba 1. Dada mambo? Poa. Mzima? Mzima. Wanakuita nani? Naitwa Asha. Asha, huu ni mwaka 2025, huu ni mwezi wa 12. Kwa kizungu wenyewe nakwambia Disemba, unaenda kumaliza mwaka. Kwenye tasnia ya burudani, si ndio? Ni kitu gani ambacho kimekubamba zaidi kwenye muziki, movie na vitu kama hizo? Movie imenibamba. Kwenye movie movie gani ambayo imekubamba zaidi? Noma Sinema Zetu. Sinema Zetu. Nafikiri ni channel. Sasa niambie movie ambayo imekubamba zaidi ni movie gani? Naitwa Noma umesema? Naitwa Noma. Uhusika wake kwenye Noma upoje? Uhusika wake ni mzuri, wamecheza vizuri, ni maisha ambayo tunaoishi binadamu. Tajie mhusika mmoja ambaye alicheza kwenye uhusika mzuri ambao umekuvutia, ukatokea kumpenda sana kwamba huyu alichokifanya mimi nimekipenda. Mhusika gani? Anaitwa Chioma. Tuambie Chioma kafanyaje mpaka amekubamba? Chioma ni mwanamke ambaye ni jasiri, anaotetea penzi lake ndani ya ndoa yake. Ndo nampenda huyo. Hapo pazuri hapo. Kwani wewe ulishai kutokea, alitokea mtu yote kwenye penzi lako ni kwamba kuja kuvuruga kama Chioma anavyotetea penzi lake? Yupo. Nani tena huyo? Yupo tu, alikuwepo. Ndio maana nampenda sana Chioma. Ilikuwaje kwa nafasi yako wewe hiyo uhusika ambao ana play Chioma kutetea penzi lake? Huyo mtu ambaye aliingilia penzi lako wewe kutaka kulivunja, wewe ulichukua reaction gani? Unampatulia Chioma? Namkubali Chioma. Wewe sasa ulifanyaje? Ni uhusika wewe kama wewe. Pambania penzi lako vizuri? Nilipambania penzi langu na likakaa sawa mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi upo na baba nani tena wewe? Baba Regan. Regan. Na umezaa nao watoto kabisa? 2. So ni kitu gani ambacho Chioma amekufundisha kupitia kwenye hiyo movie? Chioma alichonifundisha kwamba tupambanie tunachokihitaji au tunachokitaka. Tupambanie mapenzi yetu. Basi, alipambania penzi lake na ukiangalia ni mwanamke ambaye anaipambana kutetea penzi lake. Katetea penzi lake mpaka sasa hivi yuko na Saidi wake, maisha yanaenda. Ni Saidi tena? Ni kitu gani? Anaitwa Saidi. Sawa. Mimi nataka nijue kwa kutokana na hiyo movie ambayo umeangalia, mhusika mkuu umesema ni Chioma, ni mwanamke ambaye anapambania penzi lake, si ndivyo? Hebu tuambie katika maisha ambayo unaishi wewe, ni kitu gani kikubwa ambacho kilitokea katika mahusiano yako ambacho hutokuja kukisahau? Usaliti. Wewe ndo ulimsaliti ama ulisalitiwa? Nilisalitiwa. Siku ulisalitiwa? Niliona tu dalili ya kusalitiwa na kweli nimechunguza nikakuta ninasalitiwa. Mtu hadisie kidogo hapo, scenario ilikuwa jikwaje? Siwezi kuhadisia, ni hivyo tu sasa. Unajua ukitodisia kuna wengine nao wanajifunza huko. Jamani, kumbe kweli usaliti upo kweli na nilisalitiwa. Basi tu nilisalitiwa tu, amini hivyo, nilisalitiwa basi. Na tukazungumza yakaisha, maisha mengine yakaendelea. Ndio huyu mpaka sasa hivi ambao unaishi naye? Lakini wewe hujai kumsaliti? Sijai kumsaliti. Jamani. Sijai kumsaliti. Na sitomsaliti. Jamani. Hebu angalia kamera afu sema sijai kumsaliti. Sijai kumsaliti mume wangu, nampenda. Kweli kabisa unampenda? Kweli nampenda. Neno moja kwake. Nampenda sana baba watoto wangu, nampenda. Sasa cha kuwashauri maybe vijana kwenye issue nzima ya mahusiano ni kipi?
cha kuwashauri kwamba unajua ukimpenda mtu usimsaliti, usaliti unauma. Ukimpenda mtu basi ishini tu vizuri. Asante kwa time yako mama. Asante. Hai. Kuelekea mwisho wa mwaka Disemba hii mwaka 2025, hayo ni maoni ya baadhi ya wadau ambao tulikuwa tunauliza kwamba ni kitu gani ambacho kimewabamba zaidi kwenye sekta ya burudani, kwenye movie pamoja na muziki na vitu kama hizo. Hayo ndio yalikuwa ni maoni yao. Ulikuwa na 24/7 Sharks. Ciao. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.